Kulikuwa kuna ugumu gani? Kulikuwa na ugumu kwa baadhi ya wachezaji kwa maana ndio ilikuwa mechi yao ya kwanza, lakini kwangu mimi naweza kusema ugumu haukuwepo, upo kwa sababu tu tunacheza na Simba ambayo inakuwa bora kila miaka inavyozidi kusonga. Lakini kwa wachezaji wenzangu japo ilikuwa mechi yao ya kwanza, lakini kuna kitu wamekionyesha kikubwa, lakini kuna vitu tulikutana navyo kidogo vilikuwa vigeni. Ambavyo ni vipi? Ambavyo wanavyofanya pressing yao na wanavyoshambulia kwa nguvu yani. Unakuta kwa timu ambazo tunakutana nazo hizi TMA daraja la kwanza ni tofauti na wachezaji wa Simba. Kwa hiyo tofauti ilikuwepo, lakini nashukuru Mungu kwamba watu walijitahidi kadri ya uwezo wao hivyo. Sawa, mmetolewa kwenye FA tayari. Pengine kama wachezaji sasa kiu yenu hasa kubwa ni nini? Katika Champions timu yetu ya 5 na pointi zetu na wale ambao wako juu tumepishana kama pointi 2-3. Kwa hiyo na imani kwa mchezo huu ambao tumeucheza hapa utatuboost sana kuelekea katika michezo yetu ijayo, ukizingatia kwamba tuna mchezo na Green Warriors tarehe 14. Na imani kuna kitu tutakuwa tumekipata na tutaenda kufanya vizuri katika michezo yetu. Mmepoamini umejifunga leo kwenye mchezo huu wa leo. Pengine lile tukio kwako limekuma kwa kiasi gani? Ni mpira binafsi nilipata maumivu ndani ya sekunde kama 10 tu, lakini baadaye kwa sababu hata kabla sijacheza mimi nimekuwa nikiangalia mpira mingi sana, kwa hiyo kujifunga ni pati ya mpira. Sikuwa na ile nani kubwa sana kwamba natoka mchezoni. Hapana, nilisema tu ipate mpira, ngoja tuendelee kupambana kwa ajili ya timu tuone tutakapofika. Kwa hiyo haikuwa shida sana. Uliporudi vyumbani kwenye dressing room mwalimu alikwambia kitu gani? Hakuzungumzia hata kidogo ile tukio. Sijui kwa nini, alijua tu ni mambo ya mpira. Hata kidogo hakugusia. Ambacho aligusia ni kwamba tufanyeje ili tupate matokeo mazuri au tufanyeje ili tusiweze kuruhusu magoli mengi. Kwa hiyo tulienda kupambana kwa hivyo vitu viwili yani. Kupambana kupata goli ikashindikana, lakini pia tukapambana ili tusipoteze magoli ambayo kidogo yangetuingiza kwenye, unajua ukijichanganya kwenye viwanja hivi wengine wanakula 6, 7, sasa inakuwa inapoteza morali kabisa. Lakini kwa hivyo tulipotoka hapa kuna kitu tumeondoka kama wachezaji tunajua tuko vizuri. Ulikuja na mpango thabiti wa kupunguza idadi ya magoli? Hamna, haukuwepo. Mpango wetu ulikuwa ni kushambulia kwa timing. Kwa kwamba ukicheza timu kama Simba uwezi ukacheza kwa kurupuka tu ama kwa kushambulia tu. Lazima ucheze kwa heshima kwa sababu ni watu ambao ni experience. Ukifunguka tu za vipi? Shari kabisa. Uko poa? Shari kabisa ndugu yangu. Hongera bwana. Asante sana. Uko vizuri lakini? Niko poa. Sawa. Ukicheza na timu kama Simba utakiwi kufunguka sana. Ndio maana kuna watu walikuwa wanaona kama tunacheza tumerelax. Sio kurelax yani. Hatuwezi kufunguka sana kwa sababu tuliwaheshimu Simba. Tumeona sehemu ambayo wanapokonya mpira lazima wanafika golini kwako yani. Kwa hiyo kwa tunacheza kwa tahadhari sana ili tusiache magepu hivyo. Kwa sasa ligi imekuwa na ushindani sana. Ni wachezaji gani ambao wanakuvutia sana kuwatazama kwenye ligi kwa sasa? Kuna wachezaji wengi wanafanya vizuri. Wengi sana. Kuna mchezaji yupo Ken Godi, somebody Bwenzi. Anafanya vizuri, ni mdogo wangu, nishaka naye na Mungu, kitu na Mungu na fly namuona anafanya vizuri. Kuna mchezaji yupo KMC striker kama si Oscar anafanya vizuri na wengineo wengi wanafanya vizuri. Kwa hiyo na fly kuona vijana wa Kitanzania wanajitoa, akina Clement Mzize top scorer sasa hivi anaongoza, wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kuona hivyo. Shukrani sana. Asante.